Matangazo ya Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Rais Donald Trump aongeza muda wake wa mwisho kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, huku Iran inasema Marekani na Israel zimeshambulia mji wa Qom na uchukuliwa kituo kikuu cha mafundisho ya Uislamu. Raia kule DRC wanasherehekea sikukuu ya Pasaka kwa hisia mseto, huku wakiwa na matumaini huenda ukafikiwa amani katika eneo hilo. Na muda mfupi ujao katika gumzo tunaangazia sasa kuhusu Rais wa Marekani Donald Trump kuweka muda huo mwisho wa kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz. Hili litawezekana? Hii ni BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Wakristo ulimwenguni wanasherehekea sikukuu ya Pasaka leo hii ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka, lakini baadhi ya familia zimeshindwa kuadhimisha siku hii kutokana na changamoto zinazowakabili katika miji na hata vijiji vinavyodhibitiwa na makundi yenye silaha nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka kule Goma, Chubengo Rombi ametutumia taarifa ifuatayo. Hii ni familia moja ya Ezekias Bahuja jijini Goma. Familia hii imeadhimisha siku kuu ya Pasaka. Ni mojawapo ya familia ambazo tangu mwaka wa 2024 hadi sasa imeshuhudia kukabiliana na mauaji lakini pia uporaji. Hata hivyo, familia hii imeelezea kutokata tamaa kuishi katika mazingira hatarishi. Ezekias, baba mwenye familia ya watoto 6, ana umri wa miaka 46. Amesema watoto wake wawili walifariki katika mazingira hatari siku chache kabla maadhimisho ya Pasaka ya mwaka huu wa 2026. Mkewe pia alifanyiwa manyanyaso. Kwa hayo, baba Ezekias na mkewe wameelezea namna walivyoadhimisha siku kuu hii ya Pasaka. Kwa sasa tumeisherekea nusu vizuri na nusu tena si vizuri zaidi. Tofauti ya Pasaka ya mwaka huu inapishana na miaka zilizopita kwa sababu uchumi kwa sasa unazorota, ila kwa neema ya Mungu tunaishi tu. Baba huyo, bila mafanikio ya kile alichokitaka katika maadhimisho ya siku kuu ya Pasaka, ameelezea mahitaji yake. Siku kuu ya Pasaka, mimi kama baba napendaga ninunulie watoto mavazi na chakula mbalimbali, ila hali ya uchumi inayoyoma sana, hatukuweza kuridhisha watoto kwa kila kitu. Tuzidi kuombeana na tusherekee sikukuu hii, kila mtu kwenye iko na hali ambayo iko nayo, ushukuru Mungu kwa hili. Mkewe Ezekias ameeleza utofauti katika maadhimisho ya mwaka uliopita pamoja na mwaka huu ambapo ameyapitia mazingira hatari. Tofauti iko juu, uchumi haiko bien. Hivi mwaka ningependa nipate nguo, chakula ya mzuri, nipatie watoto wanahitaji manguo navo, lakini basi haikuwezekana. Raia wengine wa kawaida hapa pia wameyatoa maoni yao. Pasaka kwa mwaka huu tumepitia magumu mengi, hali ya ukosefu wa usalama, vita huku na huku, watu kubebwa porini. Mungu aendelee kufunulia watu wote katika ulimwengu mzima, wajua kuwa hawana tena probleme yao yote Yesu aliimaliza juu ya msalaba. Ningependa nitoke Pasaka ya kufata, Mungu wa mbinguni angetusaidia, hali yanakuwa naisha imarishwa. Lakini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo lililokumbwa na machafuko ya miaka kadhaa, Pasaka ina ishara pana zaidi ya kijamii. Kwa wakati wengine, ufufuo wa Kristo lazima utafsiri kuzaliwa upya kwa mshikamano wa kitaifa. Asante sana Chube Ngorombi kwa taarifa hiyo kutoka kule Goma, DRC. Msikilizaji, ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, pia kuna taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa na makala nyingi tu, ikiwemo askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana duniani aombea amani Mashariki ya Kati. Taarifa hii inapatikana hapo. Trump ametumia maneno makali kutishia Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Taarifa yetu tunakuja kuiangazia pia kwa kina zaidi muda mfupi ujao, lakini jinsi rubani wa Marekani alivyotoweka Iran, taarifa hiyo pia unaweza ukaipata hapo. Soma pia tetesi za soka kule bara Ulaya
zimeandikwa pia hapo katika ukurasa wetu huu wa BBC News Swahili. Lakini sayansi ya anga, je, dunia itaisha vipi? Na ni lini mwisho wa dunia? Haya, maswali hayo na makala hiyo ndefu unaweza ukaisoma pia katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Sasa kama ulivyosikia msikilizaji, katika taarifa yetu kuu ni kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza na kuweka muda wa mwisho wa kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Katika mtandao wa kijamii ameweka makataa ya saa 24 kwa wa Iran kufuata, vinginevyo Marekani itashambulia kwa mabomu daraja na vinu vya kuzalisha umeme vya Iran. Tehran imeeleza matamshi ya Rais Trump kama upuuzi na kusema kulipiza kisasi kwa Iran kutakuwa kubaya zaidi. Lakini matamshi haya Marekani yanaashiria nini katika vita hivi? Awali nimezungumza na Fernando Wole kutoka Tanzania pamoja na Mubelo Bandio akiwa kule nchini Marekani. Kitu pekee kimebaki kwake ni mashambulizi. Sidhani kama ni suluhisho halisi na sahihi, lakini watu wengi ambao wamezungumzia ni kwamba umefika wakati ambao kama unataka kufanya maamuzi, fanya maamuzi. Jumatano ametoka kutuambia kwamba hatuhitaji oil kutoka pale, watu wanaohitaji oil waende wakachukue. Leo hii inaonekana yuko desperate, lakini baada ya kuwa ndege zake zimeangushwa na sasa hivi unaanza vitisho aliyotumia na lugha aliyotumia. Watu wana wasiwasi sasa hivi na wanasema state of his mind, yani akili yake mahala ilipo, kwa sababu ni mtu anayechukia sana kushindwa, na hii ni dhahiri kwamba katika vita hii mpaka kufikia sasa ameshindwa, kwa sababu kumbuke Marekani anashindwa kwa kutokushinda na Iran anashinda kwa kutokushindwa. Kwa hiyo mlima ni mkubwa kwa upande wa Marekani kuliko Iran, na nafikiri amegundua hilo na inamsumbua akilini. Fernando, Aprili 6 ni leo ambayo Rais Donald Trump ameitangaza. Je, unadhani hiki ambacho anaenda kukifanya kitaishtua Iran na tuweze kuona mabadiliko ya msimamo kuhusiana na kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ama ni maneno tu? Ni kitisho, lakini kinaambatana na shinikizo la kidiplomasia, kwa sababu mara nyingi kauli za Rais Donald Trump zimekuwa zikitoa vitisho kwa namna ambayo haifungi upande mwingine wa mazungumzo. Kwa hiyo tunaposema kwamba anatoa kauli kama hizi za vitisho, ni kwamba anaacha mlango kwa ajili ya diplomasia ya kukaa mezani na kufanya mazungumzo. Kwa hiyo kwa kauli yake aliyoitoa hii ni kwamba inamaanisha au inaashiria kwamba bado anatoa mwanya wa kuweza kuwasikiliza wa Iran kama watakubali kuweza kuingia katika mazungumzo, lakini haiwezi kaachwa hivi, kwa sababu tayari hii ni mara karibia ya 3 hivi kutoa muda kwamba ninatoa masaa 48, ninatoa siku kadhaa. Yamekuwa ni matamko ya mara nyingi sana. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba pengine akawa anaelekea ukingoni kuweza kutekeleza kwa vitendo. Kwa hiyo ni swala la muda la kuweza kutazamia kama kweli atatekeleza ama la. Labda kuongeza hapo hapa, nafikiri changamoto alionayo Donald Trump ni kwamba ana historia mbili ambazo sasa hivi zimekaribiana sana. Historia ya kwanza ni kwamba katikati ya mazungumzo yenye mafanikio tuliona mwaka jana alivyoshambulia Iran, tuliona mwaka huu alivyoshambulia Iran. Wakati yote yakifanyika mashambulizi ni wakati ambao wale ambao wanahusika kama wakilishi wamesema mazungumzo yanaenda vizuri na Iran ni kama vile anafuata kila kitu. Kwa hiyo licha kwamba anaonekana kwamba anaweka kitisho bila kuacha kufunga mwanya mazungumzo, lakini ni katikati ya mazungumzo ambapo watu wanapokuwa wamerelax na yeye anafanya mashambulizi. Kwa hiyo njia mbili amebaki katika kusuluhisha hili. Kwanza ni ama adondoshe mabomu, lakini tayari ameshaonywa kwamba kudondosha mabomu katika sehemu ambazo amesema anataka kudondosha ni sehemu za kiraia. Kwa hiyo atakuwa amefanya uhalifu wa kivita, au aweke wanajeshi au aingize wanajeshi waende wakateke ile eneo, kwa maana kuteka ule mfereji wa Hormuz. Na hiyo ni kati ya vitu ambavyo havina umaarufu kabisa hapa nchini Marekani, hasa kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Kwa hiyo naamini Iran wanajua kwamba kama wataendelea kushikilia hili wakang'ang'ana mpaka katikati ya mwezi wa 6 majira ya sama, basi pressure itakuwa kubwa sana kwa Rais Donald Trump ama kutoka ama kufanya maamuzi. Wasiwasi wangu ni kwamba ameshakuwa na pressure hivi sasa na anaweza kufanya maamuzi ambayo hayatakuwa mazuri kwa wananchi wa Iran. Fernando, tumeona Iran iliweza kuruhusu baadhi ya meli kuweza kupita katika mlango bahari wa Hormuz katika mataifa ambao wenyewe wanasema hawana kabisa uhasama nao, lakini hali ilivyo na namna ambavyo athari zinazidi kuonekana duniani, hili likiendelea, unaona mgogoro huu ukipeleka wapi uchumi wa dunia? Kwanza, dunia moja kwa moja itaingia kwenye janga la kiuchumi kwa nchi zote duniani,
na hii tayari kuna baadhi ya mataifa yameshaanza kuonja joto la jiwe hili la mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati, hasa kwa upande wa nchi zinazoendelea Afrika, ikiwemo kama Tanzania. Tayari tumeshaona kwamba kuna gharama za mafuta yamepanda na gharama za maisha zinazidi kuwa juu. Kwa hivyo kama Irani itaendelea kushikilia msimamo wake huo, maana yake kwamba tayari dunia itaingia kwenye uchumi ambao upo kwenye mgongano, au tuseme upo kwenye mgogoro. Ikiwa Mobelo Bandio leo itapita tarehe 6, unadhani nini kitakachotokea katika mgogoro huu ambao unaendelea, vita hivi tuseme vya Marekani na Israel dhidi ya Iran? Kwanza ndio uaminifu tu. Watu sasa wataanza kumchukulia kwa namna tofauti kidogo. Nafikiri hata baadhi ya watu kama Houthis nao sasa wameanza kuhisi kwamba kumbe kuna aina fulani ya uoga ambao yuko nayo, lakini bado athari zote ambazo zinaonekana ni afadhali zitokee sasa kuliko kama ataamua kufanya maamuzi. Kumbuke rais anapofanya maamuzi yote hapa nchini Marekani, hata ya kutumia nuclear, nafikiri wanakuwa na dakika kama 4 tu za kuweza kutekeleza, kwa sababu yeye ni amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo licha kwamba tunasema kwamba ikiwa kitapita tafanya nini, wasiwasi wetu ni kwamba kwa namna alivyo na namna ambavyo watu wengi wamekuwa hisi kwamba mentally haiko sawa, asifanye maamuzi. Tunaweza tukachukua aibu, Marekani inaweza kaonekana na uoga, lakini bado hayo yote ni vema kuliko kama atahisi atafuata kile ambacho ametishia, kwa sababu madhara yake yatakuwa ni makubwa, kwa bahati mbaya si kwa jeshi la Iran bali kwa wananchi. Fernando, na maliza na wewe, matamshi ya namna hii ama kauli hizi kwamba kama hutafanya hivi, yani kama wanatishana, Waswahili wanasema wanatunishana misuli na kuonyeshana ubabe, athari zake ni nini hiki inapokuja katika ngazi ya juu kabisa ya taifa moja na jingine, kama tunavyoona Marekani na Iran sasa? Athari zake zipo nyingi, na hasa tuseme kwa upande wa Marekani, anapokuwa anatoa kauli kama hizo halafu hatekelezi. Kwanza kabisa wale washirika wake ambao wanamzunguka Iran, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakihifadhi au wakimhifadhi Marekani, kwa maana ya kwamba amekuwa akihifadhi kambi za jeshi lake, maana yake tayari wataanza kuingiwa na hofu kwamba huyu Marekani au mshirika wetu mkuu, maana yake kwamba hatekelezi kile ambacho anakisema. Kwa hiyo watajihisi kama hawako salama sana dhidi ya jirani yao Iran. Lakini pia mataifa mengine, washirika wengine kama NATO na mataifa mengine, maana yake kwamba wao pia tayari wataanza minong'ono ya chini kwa chini, na hapo wanaweza kaanzisha tena mazungumzo ya siri na Iran, kwa sababu wao wanakuwa wanaogopa kupoteza ushirikiano na Marekani moja kwa moja, na ndio maana wanakuwa hawamzungumzii kwa wazi. Lakini ikitokea hivyo kwamba hatekelezi, maana yake tayari kutakuwa na mgawanyiko. Wataanza kutaka kutetea uchumi wao ambao unaendelea kuanguka kufuatia Iran kufunga ule mlango bahari wa Hormuz, lakini watafanya mazungumzo kwa siri kutokana na kwamba Marekani imekuwa ikitoa tu maneno, haitekelezi. Na asante, ni Fernando Wole huyo pamoja na Mobelo Bandio, wachambuzi wao, tukiangazia kwa kina kuhusiana na kauli ambayo ilitolewa na Rais Donald Trump, ikiwa leo ilikuwa ni siku ya mwisho ambayo alikuwa ameitoa, lakini ameongeza muda hadi kufikia hapo kesho siku ya Jumanne kwa Iran kuruhusu kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Na hapo na tamatisha, msikilizaji, matangazo haya Amka na BBC. Mhariri Robert Kipto, msimamizi amekuwa ni David Nkia, fundi mitambo ni